Taarifa mbaya na ya dharura kutoka kwa Chama cha Mapinduzi kumuhusu mzee Joseph Butiku imetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Sasa chache baada ya kauli zinazohusishwa na mzee Joseph Butiku kusambaa na kuanza kutikisa mijadala ya kisiasa, Chama cha Mapinduzi kiliingia uwanjani kwa msimamo mkali uliokusudiwa kukata mzizi wa mjadala huo kabla haujakuwa. Tamko la chama tawala iliwataka wananchi kupuuza kabisa maoni ya Butiku lilitoka maradi ya ghafla katika mazingira ambayo tayari yalikuwa yamejaa mvutano wa kisiasa, mashauri ya mahakama na hofu ya kurejea kwa misururu ya migogoro inayodhoofisha imani ya umma katika demokrasia. Uzito wa kauli hiyo haukuwa tu katika kumkosoa mtu binafsi, bali katika ujumbe wake mpana kuhusu nani ana haki ya kuzungumza wakati gani na kwa mamlaka ipi ndani ya mfumo wa siasa za Tanzania. Tamko hilo la CCM lililotolewa rasmi Jumatano Januari 21 mwaka huu liliweka mstari mwekundu dhidi ya kile kilichoelezwa kuwa ni kuingilia masuala ya ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na mchakato wa kisheria inayoendelea mahakamani. Kwa kuwasihi wananchi wasizipe uzito kauli hizo, CCM ilijipambanua kama mlinzi wa taratibu na utawala wa sheria, ikisisitiza kuwa migogoro ya vyama vya siasa inapaswa kushughulikiwa kwa misingi ya katiba, sheria za vyama husika na vyombo vilivyoidhinishwa kisheria. Kauli hii ililenga kuzuia mjadala usiteleze kutoka kwenye mkondo wa kisheria na kuingia katika uwanja wa ushawishi wa kihisia na kisiasa. Na katika muktadha mpana, kauli ya CCM ilijengwa juu ya rejea ya moja kwa moja ya shauri lililopo mahakamani, ikitambuliwa kuwa namba ya 8960 ya mwaka 2025 ambalo liliwasilishwa na Chadema yenyewe. Hoja kuu ya CCM ilikuwa kwamba chama hicho cha upinzani kilipaswa kufuata taratibu za kisheria badala ya kuingiza maoni ya watu au taasisi zisizo na mamlaka ya moja kwa moja katika shauri hilo. Hapa ndipo mjadala unapoingia katika eneo nyeti zaidi, kwa sababu historia ya siasa za Tanzania imejaa mifano ambapo mahakama, vyama vya siasa na mamlaka ya dola vimekuwa vikikutana katika kudhibiti mwelekeo wa demokrasia. Mgogoro wa ndani ya Chadema uliotajwa katika tamko la CCM unahusisha wanachama watatu uliotajwa wazi na tayari umefikishwa mbele ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hicho. Kwa mujibu wa maelezo ya CCM, mahakama imeamuru kusitishwa kwa shughuli zote za Chadema hadi shauri hilo litakapopata uamuzi. Hili ni jambo lenye uzito mkubwa kwa mazingira ya kisiasa ya nchi, kwani kusimamishwa kwa shughuli za chama kikuu cha upinzani kunagusa moja kwa moja haki ya kisiasa za maelfu ya wanachama na wafuasi wake na kufungua mjadala mpana kuhusu usawa na uwajibikaji wa kisiasa. Na kauli ya CCM inapoeleza kuwa kuingiza maoni ya watu binafsi au taasisi zisizo sehemu ya shauri hilo ni jaribio la kuhamisha mjadala kutoka misingi ya kisheria kwenda kwenye hisia na ushawishi wa kisiasa, iligusa kiini cha mvutano wa muda mrefu kati ya siasa na dola. Na tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi miaka ya 90, Tanzania imekuwa ikijitahidi kusawazisha uhuru wa kisiasa na udhibiti wa kisheria. Sheria ya vyama vya siasa, marekebisho ya katiba na vyama na matumizi ya vyombo vya dola imekuwa vikichorwa upya mara nyingi katika mazingira ya sintofahamu na mashaka kutoka kwa wadau wa demokrasia ndani na nje ya nchi. Mzee Joseph Butiku, kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa Mwalimu Nyerere Foundation, anabeba mzigo wa historia unaozidi mtu binafsi. Taasisi hiyo imekuwa ikihusishwa na urithi wa baba wa taifa,
ambaye jina lake limeendelea kutumika kama rejea ya maadili ya uongozi, haki na uwazi ama na umoja wa kimataifa, na hivyo kuonekana kwa Butiku katika mjadala unaogusa mgogoro wa chama cha upinzani kunachukuliwa na CCM kama kuvuka mstari wa kimaadili na sheria, hasa katika kipindi ambacho mashauri yako mahakamani. Na hapa ndipo mvutano wa alama za kihistoria na siasa za sasa unapokutana na kuacha pengo la tafsiri linaloweza kuchochea taharuki. Na katika historia ya Tanzania, vyama tawala na vya upinzani vimekuwa vikivutana kuhusu tafsiri ya utawala wa sheria. Vipindi vya uchaguzi vimekuwa vikifuatwa na malalamiko ya ukiukwaji wa haki, kuanzia uchaguzi wa serikali ya mitaa hadi uchaguzi mkuu. Mashirika ya haki za binadamu ndani ya Afrika Mashariki na wadau wa kimataifa mara kadhaa wameeleza wasiwasi wao kuhusu mazingira ya ushindani wa kisiasa, huku serikali ikisisitiza kuwa inafuata sheria na taratibu. Kauli ya CCM dhidi ya Butiku inaingia katika mstari huo wa kujenga simulizi ya uthabiti wa kisheria, hata kama wakosoaji wanaiona kama jaribio la kudhibiti mjadala wa umma. Tamko hilo liliposainiwa na katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa anayeshughulikia itikadi, uenezi na mafunzo, ilipewa uzito wa kimfumo na si wa mtu mmoja. Na hii inaonyesha namna chama tawala kinavyoona swala hili si dogo wala la pembeni, bali ni sehemu ya mapambano mapana ya kulinda heshima ya vyombo vya sheria na mamlaka ya dola. Kauli hiyo pia ilituma ujumbe kwa vyama vingine vya siasa na asasi za kiraia kwamba mipaka ya kuingilia michakato ya kisheria ipo na kuvukwa kwake kunaweza kutafsiriwa kama uchochezi au upotoshaji. Na katika mazingira ya sasa ya kisiasa ambako mitandao ya kijamii imekuwa uwanja mkuu wa mjadala wa ushawishi, wito wa CCM kwa wananchi kufuatilia taarifa sahihi kutoka vyanzo rasmi una uzito wa ziada. Serikali na chama tawala vimekuwa vikisisitiza mara kwa mara umuhimu wa nidhamu ya taarifa, hasa wakati wa migogoro ya kisiasa. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa kudhibiti taarifa bila kujenga imani ya umma kunaweza kuzalisha matokeo kinyume na yaliyokusudiwa na kuongeza mashaka badala ya kuyapunguza. Mjadala huu umeibuka katika kipindi ambacho Tanzania inajaribu kujijenga upya kimataifa baada ya miaka ya lawama kuhusu haki za binadamu na uhuru wa kisiasa. Washirika wa maendeleo, wafadhili wa taasisi za kikanda zimekuwa zikifuatilia kwa karibu mwenendo wa kisiasa wa nchi, hasa katika masuala yanayohusu uhuru wa vyama vya siasa na uhuru wa kujieleza. Na kauli ya CCM kwa upande mmoja inalenga kuonyesha udhabiti wa kisheria, kwa upande mwingine inafungua mjadala kuhusu nafasi ya sauti huru za kihistoria na kiraia katika kuongoza maadili ya taifa. Kadri mjadala unavyoendelea, athari zake hazibaki ndani ya Chadema au CCM pekee, zinagusa mustakabali wa mfumo mzima wa vyama vingi, nafasi ya mahakama kama muamuzi wa mwisho wa migogoro ya kisiasa, na ujasiri wa wananchi kushiriki katika siasa bila hofu ya kuvurugwa kwa haki zao za msingi. Na kila tamko, kila onyo na kila wito wa utulivu hubeba maana pana zaidi ya maneno yanayotamkwa. Mwisho wa simulizi hili huandikwa na kauli kali ama kauli ya CCM pekee, wala majibu ya wanaokosolewa. Unaandikwa na mwelekeo ambao Tanzania itachagua kuufuata: njia ya kuheshimu sheria bila kuizipa demokrasia, au njia ya kuitumia sheria kama ngao ya kudhibiti mjadala. Ukimya wa wananchi unaweza kuonekana kama utulivu, lakini pia unaweza kuwa dalili ya hofu. Na katika historia ya mataifa mengi, demokrasia haijadhoofishwa ghafla, bali kwa mkusanyiko wa matukio yanayopuuzwa. Tanzania inaposonga mbele, mjadala huu unabaki kuwa kioo kinachoonyesha hatari ya kupoteza mizani kati ya mamlaka, haki na sauti ya umma. Hatari ambayo athari zake zinaweza kuonekana kwa kizazi kijacho kama leo haitashughulikiwa kwa uwazi na ujasiri. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuyumbisha. Zidi kuwa nasi kila wakati na subscribe, like na kushare video zetu.